Katika kikao kazi cha 20 cha mafunzo kwa maafisa habari, mawasiliano na uhusiano wa serikali ambacho kinafanyika kisiwani Unguja kwa muda wa siku 3 hapa nchini. Wakizungumza katika kikao kazi hicho cha mafundo na mazingativu, baadhi ya maafisa habari kutoka taasisi za serikali wakawa na haya ya kusema. Nimehudhuria katika kikao hichi cha amani, ni mara ya kwanza kuhudhuria katika eneo hili, lakini kikao hichi tushahudhuria sana kwa sababu ni kikao cha 20 ikiwa ni afisa habari. Habari zinazofanywa hapa ama matukio yanayofanyika hapa hichi kikao cha 20 ni kuhakikisha kwamba afisa habari tunawajenga katika yale matawi ambayo yanastahili. Cha kwanza kabisa, kama ulivyosikia kauli iliyozungumzia makamu wa pili wa rais, amesema kwamba ahakikishe kwamba mafunzo yatakayotolewa hapa afisa habari kwamba yanakuwa katika utendaji, lakini vile vile kuhakikisha wale viongozi kama waziri pamoja na chini yake wote wahakikishe kwamba wanazitoa zile habari zinazostahiki na kuwafikishia maafisa habari ili kuweza kuzitawanya kwa jamii, kwa sababu hii imeonekana kwamba ni kitu cha msingi sana hawa wananchi kuzipata taarifa zinazotokana katika mawizara, maidara, lakini katika vitengo mbalimbali ili kuweza kujua nini serikali inafanya. Ukiangalia kwamba serikali hii ya mara hii imefanya kazi nyingi sana awamu hii ya Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi, kwamba tumeona mambo ya uwekezaji yako juu, lakini mambo ya kiuchumi, mambo ya uchumi wa blue, lakini vile vile haijaishia hapo. Hata vile vile kuwahamasisha waandishi wa habari kujisikia ama kuwekwa katika sheria, kama tulivyosikia naye waziri wa habari Mheshimiwa Waziri Tabia amesema kwamba kesho tunategemea kwenye baraza itakuwa sheria ile ambayo inastahili kwa waandishi wa habari kuweza kuwafikia na ile ambayo imelenga kwa wao kuhakikisha waandishi wa habari wanapata stahiki zao, lakini na vile vile wanafuata zile taratibu za sheria kama zinavyostahili na wao kusikia katika mawanda ya juu kwa kutoa habari zenye mfano ama zenye kustahiki kuweza kutolewa kwa jamii ili kufikia malengo hata wale ambao walikuwa kijijini ama walikuwa katika safu nyingine yoyote. Na ukiangalia sasa hivi utandawazi sawa na kuwa ganjani, habari zote zinatoka kwa ufasaha, lakini vile vile kwa wakati wowote kwa sababu unatumia simu. Nahisi kwamba kikao hichi cha maafisa habari cha 20 kufika hapa Zanzibar kwa mara ya kwanza itakuwa ni chachu kwa waandishi wa habari wa Tanzania bara kupata habari za Zanzibar, lakini kuona yale maeneo mbalimbali kama tulivyosikia. Ni kauli ambayo nimesikia kwa mara ya kwanza kutoka kwa makamu Mheshimiwa Hemed Suleiman kusema kwamba ile reli ilikuwa miaka ya nyuma huko ya 70 itarejea tena kwa Zanzibar. Kwa maana hiyo ni faraja kubwa na kuweza kuona matawi haya ya waandishi wa habari yatakuwa katika nafasi nzuri, lakini na vile vile sisi wenyewe maafisa habari tuhakikishe tunazitoa zile habari zetu nusu katika maeneo yetu ya kazi. Kusema kweli kikao hiki kina umuhimu mkubwa sana kwa maafisa habari, hasa ukizingatia kwamba maafisa habari ndio wenye kusimamia taarifa zote za serikali na wao ndo wanajua ndani ya serikali kuna vitu gani. Kwa hiyo ni kikao kimoja ambacho ni muhimu sana. Wanapaswa kuelewa kwamba serikali yao inafanya nini na kuweza kufikisha kwa hadhira kwa urahisi zaidi ili waweze kufahamu kitu gani serikali yetu inafanya. Hasa ukizingatia kama vile Mheshimiwa Makamu wa Rais alivyoeleza wa pili wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema kwamba lazima wajipange, lazima wawafikie wananchi. Kwa hiyo nafikiri kwamba wana nafasi kubwa sana kama maafisa habari kutoa taarifa sahihi za taasisi zao ili kuweza kuwafikia walengwa, waweze wananchi pia kufahamu serikali yao inafanya nini. Nikimaanisha serikali ninamaanisha serikali zote mbili, yani ya Zanzibar na ya bara, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea sasa hivi vinafanyika ndani ya serikali yetu. Kuna miradi mbalimbali ya maendeleo, kuna vitu vingi sana, kuna maendeleo mengi sana yamefanyika. Kusema kweli kuna haja ya wao kutusimamia vyema, kutuhabarisha ili kuweza kufikisha taarifa sahihi ili kuondoa zile taarifa ambazo zinazozagaa katika sehemu mbalimbali ambazo taarifa potofu, lakini wao wana uwezo mkubwa sana wa kutoa taarifa sahihi kulingana na kile wanachokiona kinachofanyika ndani ya serikali. Mimi wito wangu mkubwa kwa maafisa habari, nimekaa kwenye tasnia hii ya habari
karibia zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo ninachotaka kukisema kwamba kutokana na sasa hivi, unajua teknolojia inabadilika. Sasa hivi tuko katika mfumo wa AI, wanaita akili mnemba, akili mnemba. Kwa hiyo na sasa hivi tunaelekea uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kuna haja ya wao kutupa taarifa ambazo zinafanyika ndani ya taasisi zao, ili kuweza kuondoa zile taarifa ambazo zinazagaa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Wanatumia hizo akili mnemba kupotosha jamii, kumbe sivyo. Sasa kama wao hawatasimama kidete na kuzingatia taaluma zao na hizo teknolojia za kisasa, wakajihabarisha zaidi ama wakajipika zaidi ama wakajifunza zaidi, ili kuweza kuondoa hizo scenario ambazo zinaenda, taarifa ambazo hazifai kwa jamii. Tunataka kupata taarifa sahihi ili kuweza kuimarisha maendeleo yetu na pia kuisimamisha Tanzania isimame imara, hasa katika kipindi hiki tunapoelekea uchaguzi mkuu, ili tuwe na uchaguzi wa amani na hata wananchi wajue serikali yao inafanya nini. Niseme tu kwamba vikao hivi kwetu sisi kama maafisa mawasiliano, uhusiano, itifaki, ni vikao vizuri sana, kwa sababu ukiangalia kwenye taasisi yoyote ile, iwe ya serikali lakini iwe ya binafsi, kiungo mkubwa kabisa katika kuunganisha kati ya taasisi pamoja na wateja au wananchi ni mkuu wa mawasiliano. Mawasiliano ni muhimu sana ili kutambua ni kwa namna gani taasisi iweze kujitathmini, pia inafanya kazi zake kiasi gani, lakini zinawafikia wananchi au jamii kwa kiwango gani. Kwa hivyo niseme kwamba lengo kubwa la leo ambao ametufungulia mkutano wetu huu wa 20 wa maafisa mawasiliano, uhusiano pamoja na itifaki, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ni kwamba maafisa mawasiliano ni vyema watumike vizuri kipindi hiki. Hapa tuseme kwamba ni siasa, obviously ni maelekezo ya serikali, watumike vizuri kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Unamaanisha uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani. Kwa nini watumike vizuri? Kwa sababu maafisa mawasiliano ndio wasemaji wakuu wa taasisi, iwe kwenye wizara, iwe kwenye taasisi ya serikali, mawakala na kadhalika. Atazungumzia ni kwa kiasi gani serikali imeweza kutekeleza miradi yake ipasavyo, ni kwa kiasi gani miradi hiyo imeweza kufanikisha kuleta maendeleo kwa wananchi ambao serikali inawahudumia. Na kikubwa tuseme tu kwamba lazima uzungumzie maendeleo, uzungumzie mafanikio ya serikali. Uweze ukasema kwamba uko kwenye taasisi ya serikali halafu unasema hakuna kilichofanyika. Haiwezekani. Wewe uko pale unafanya kazi gani? Kwa sababu serikali imekuajiri ili uweze kutangaza mafanikio ya serikali, na ndio jukumu letu. Kwa tuko hapa, ni kikao chetu cha mafunzo na tunafundwa tunafundwa ili ni kwa namna gani katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu tuweze kutangaza kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kazi zilizofanyika kwa wananchi na maendeleo yaliyoonekana, ili basi wananchi tuone ni kwa kiasi gani wamenufaika na maendeleo kwa ustawi wa jamii. Gerson Msigwa ni katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo na ndiye msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anaelezea mkakati katika kuimarisha vitengo vya habari vya serikali vyenye uimara kwa kufanya kazi. Mkakati wetu kwanza katika kuimarisha vitengo vyetu vya habari, tunahitaji kuwa na vitengo vya habari vya serikali vilivyo imara. Kwanza vyenye vifaa, pili vyenye watu wenye ujuzi, lakini tatu vinavyoweza kufanya kazi katika mazingira yote yanayohitajika. Kwa hivyo changamoto ambayo Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais ameitoa leo ni muhimu katika jukumu hili ama katika juhudi hizi za kuimarisha vitengo vya habari serikalini. Tunakwenda kwenye jukumu zito la uchaguzi mwaka huu, lakini kama ambavyo wote mnaona, serikali zetu zinafanya mambo makubwa ya kimaendeleo, zinafanya mambo makubwa ya kuimarisha ustawi wa jamii, zinafanya mambo makubwa ya kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zimewakabili watu kwa miaka mingi. Kwa hivyo ni jukumu sasa la vitengo vya habari serikalini kuhakikisha kwamba vinaimarisha mawasiliano kati ya serikali na wananchi, ili utekelezaji wa mikakati na mipango mingi ya serikali iweze kufanikiwa. Kwa sababu serikali inapopanga mipango yake, inapoweka mikakati yake, inahitaji kuwashirikisha wananchi ipasavyo, ili wananchi wawe sehemu
ya safari ya utekelezaji wa mikakati na mipango hiyo. Sasa anayeweza kuunganisha mawasiliano ya ushirikiano kati ya wananchi na serikali ni sisi maafisa habari wa serikali, tukishirikiana na vyombo vya habari na wataalamu mbalimbali wa mawasiliano waliopo duniani. Kwa hivyo ni jukumu kubwa, na katika mkutano huu utaona mada mbalimbali zilizopangwa zimepangwa kimkakati. Sawa, tuna uchaguzi mkuu mwaka huu, lakini yako maeneo ya kimkakati ya kujiimarisha yanayohusiana na mabadiliko ya teknolojia, yanayohusiana na maendeleo makubwa ambayo serikali zetu mbili zimeyafanya katika kipindi kilichopita, na hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. La kwanza ni kuhakikisha wananchi wanafikiwa na taarifa zote muhimu za kufanya uamuzi katika uchaguzi. Unajua, kwenye mchakato wa uchaguzi ni mchakato unaohusisha kwanza watu kugombea na watu kupiga kura, yani kuchagua na kuchaguliwa. Kwa sasa ili watu wafanye haya yote ni lazima wapate taarifa muhimu, na sisi maafisa habari wa serikali kazi yetu ni kuhakikisha wananchi wana taarifa za kutosha kuhusu kazi iliyofanywa na serikali ili kwenye uchaguzi mkuu wafanye uamuzi sahihi. Tumeyapokea kama maelekezo. Haya ni maelekezo ambayo tunakwenda kuyaimarisha. Tuimarishe maslahi ya maafisa habari, tuimarishe vitengo vya habari serikalini, tujipange vizuri kukabiliana na changamoto zozote zitakazojitokeza katika safari hii muhimu ya nchi zetu kupiga hatua kubwa sana za kimaendeleo. Kutangaza miradi ya maendeleo, wananchi wajue serikali imefanya nini, kueleza wajibu wa wananchi katika utekelezaji wa mambo mbalimbali yanayopangwa na serikali ni muhimu sana, kwa sababu wakiwekwa pembeni hayatafanikiwa. Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Tabia Maulid Mwita, pamoja naye Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Palamagamba Kabudi, wakawa na haya kwa maafisa habari. Lengo kubwa la kuomba kikao hichi kifanyike Zanzibar kwanza ni kuendelea kuimarisha muungano wetu ambao nyinyi viongozi wetu wakuu mnausimamia, lakini pili kuweza kuwawezesha maafisa habari kuja kuiona Zanzibar ya sasa, Zanzibar ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na bahati nzuri katika ratiba hizi wamepanga matukio mbalimbali ikiwemo utalii wa ndani. Mheshimiwa Waziri Kabudi atakuja kuelezea kwa kirefu. Kwa hivyo maafisa habari watapata kuiona Zanzibar, lakini watapata kibali na fursa cha kuisemea Zanzibar kule Tanzania bara, lakini na duniani kote. Kwa kweli niseme karibuni sana na tumefurahi sana kuwapokea. Mheshimiwa mgeni rasmi, na kuahidi kwamba mimi wizara yangu ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo pamoja na wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ya baba yangu Kabudi ambaye ni mwalimu wetu wa Kiswahili, tutahakikisha tunaendelea kushirikiana kwa hali na mali katika maeneo yote. Bahati nzuri Mheshimiwa Kabudi alikuwa anajionea uwanja wa Aman, akaniambia hii ni complex. Nikamwambia na tumebadilisha kabisa jina kutoka uwanja wa Aman na sasa hivi tunaita New Aman Complex. Hayo yote ni matunda ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ya utekelezaji wake uliotukuka. Kwa hivyo kabla ya kwenda kwenye utalii wa nje Jozani na kwengineko, niombe mchukue fursa kwenye break time, mutembee katika kompleksi yote ya Amani, mujionee mazuri na mema aliyojifanyia Dr. Hussein Mwinyi na muweze kwenda kumsemea. Na kwa kweli Zanzibar tuko tayari kiutalii, kimichezo, kila kitu, na hakika dalili zote zinaonekana kwa sababu sasa hivi matakwa yote ya CAF ambayo yanatakiwa katika uwanja huu yamekamilika na CHAN iko tayari kufanyika Zanzibar. Kikao kazi hiki cha mafundo na mazingativu kufanyika hapa Zanzibar hakukuja kwa kubahatisha au kwa dharura, bali ni kutokana na umoja wa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ushirikiano mkubwa uliopo kati ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambayo nimepewa jukumu la kuiongoza na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ambayo iongozwa na waziri mwenzangu, ndugu yangu, pacha wangu, Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita. Kwa miaka 19 iliyopita, kikao kazi hiki kimekuwa kikifanyika Tanzania bara katika mikoa tofauti. Na wakati wote huo kimekuwa kikihudhuriwa na maafisa habari kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Aidha, kama ilivyoelezwa na Katibu Mkuu, mwaka 2023 Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita, Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, aliona
wakati mwafaka umefika wa kikao hiki kufanyika hapa Zanzibar, na hakika ndoto ya Mheshimiwa Waziri imetimia. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana tena, kama nilivyosema, umetukaribisha kwa wakati mwafaka. Nilikuwa namwambia Mheshimiwa Waziri, mwaka 1978 nilipofika Zanzibar kwa mara ya kwanza, uwanja wa Amani ndio ulikuwa uwanja pekee katika Afrika ya Mashariki na ya Kati uliokuwa na tartan. Kwa hiyo ilikuwa ukifika Zanzibar ukaondoka bila kuja kukanyaga hilo zulia la tartan la wanariadha, hujafika Zanzibar. Kwa hiyo Zanzibar imekuwa mbele katika mambo mengi sana. Lakini kingine kilichokuwa cha mvuto kabisa, Zanzibar ndio ilikuwa nchi ya kwanza katika Afrika ya Mashariki na Kati kuwa na television ya rangi. Na sasa tunaona makubwa ambayo yamefanyika, ambayo Zanzibar inaendelea kuwa ya kwanza. Lakini pia Zanzibar ilikuwa ndio nchi ya kwanza kuwa na taa za umeme barabarani kabla ya miji mingi ya Ulaya kuwa na taa za aina hiyo. Lakini pia wengine wanaweza wasifahamu, Zanzibar zamani ilikuwa na reli kutoka hapa mjini mpaka Bububu, na Bububu ni kwa sababu ile tu ni kwa sababu bu basi wakasema Bububu. Kwa hiyo Zanzibar imekuwa na mengi na itakuwa na mengi ya kutufunda, na baada ya hapo tuyazingatie. Mwakilisha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah anaelezea kuhusiana na utekelezaji wa miradi pamoja na kuelezea kuirejesha reli ya Bububu hapa Zanzibar. Serikali zetu zitaendelea kutekeleza na kukamilisha miradi mikubwa ya maendeleo, ikiwemo mradi wa umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere katika bonde la Mto Rufiji lililopo katika mikoa ya Morogoro, Lindi na Pwani. Mradi huu utakapokamilika utaweza kutoa umeme wa megawati 2115 ambazo zinakwenda kuunganishwa kwenye gridi ya taifa na kutumika kwa ajili ya matumizi ya viwandani, vyuoni, shuleni, majumbani na kwenye biashara zinazofanywa na wananchi wetu. Mradi mwingine ambao tumeweza kuendeleza ni ule wa ujenzi wa reli ya mwendokasi SGR ambao tayari umeanza kusafirisha abiria kati ya Dar es Salaam na Dodoma, hivyo kuwezesha usafiri wa reli kuwa wa haraka na wenye tija. Aidha, mchakato wa kusafirisha mizigo kupitia reli hiyo utakamilika hivi karibuni. Ni wazi kuwa mradi huu unakwenda kuleta mapinduzi makubwa ya uchumi katika maeneo yote unaopita. Ndugu washiriki, kwa upande wa Zanzibar, serikali inaendelea kuimarisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume na vile vile kuanza ujenzi wa uwanja mpya wa ndege wa kimataifa kisiwani Pemba. Miradi mingine ya maendeleo ni pamoja na uboreshaji wa bandari ya Malindi, bandari ya Mkoani, bandari ya Wete na bandari ya Mkokotoni, kuanza ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani, ujenzi wa bandari ya Fumba ambayo imeanza kazi na ukamilishaji wa ujenzi wa bandari ya Shumba mjini ambayo kazi yake inaendelea. Miradi yote hii inakusudiwa kurahisisha usafiri na usafirishaji wa mizigo ili kupunguza gharama za upatikanaji wa bidhaa kwa wananchi na pia kuchochea harakati za kiuchumi hapa nchini. Ndugu wananchi na ndugu maafisa habari, hiyo ni baadhi tu ya miradi ambayo nimeitaja kwa pande zote mbili. Lakini pia nataka niwakumbushe pale Profesa Palamagamba Kabudi aliposema Zanzibar kulikuwa na reli hapa ambayo ilikuwa inaenda hadi Bububu. Bado mpango wa reli yule upo, na nikuhakikishie kwamba Zanzibar reli itarudi ndani ya kipindi si kirefu kijacho. Utaratibu umeanza, wakandarasi wameshajitokeza na serikali tumeridhia. Kwa hiyo nikuhakikishie Profesa Palamagamba Kabudi, ile azma yako ya kuiona reli Zanzibar itaendelea kuwepo.
Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka ukumbi wa New Amani Hoteli, Mwarabu Madi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.